Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25. Kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kuwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje ya uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje ya uwanja, kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunataka kupiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ni fainali fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali ile watu waliingia bure uwanjani. Hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali, watu wakaingia bure uwanjani. Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile. Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa. Kuelekea katika mchezo huu, mechi yetu ya tarehe 25, viingilio tunavitangaza hii leo na tiketi zitaanza kuuzwa hii leo. Tutakaporejea kutoka Morocco, tutaingia moja kwa moja kwenye hamasa kuhusiana na kupiga promo ya uuzaji wa tiketi hizi. Lakini ningependa kushauri na ningependa kuwakumbusha na ningependa kuwahimiza na kuwasisitiza wana Simba, tununue tiketi zetu mapema. Hii ni fainali. Hii ni aina ya matukio ambayo hayajirudii mara kwa mara. Japo mwakani tutacheza tena fainali ya Afrika, lakini haitakuwa tamu kama hii ambayo tumeisubiri kwa miaka 32. Fainali ya mwakani itakuwa ni back to back, haitakuwa na raha kama fainali ambayo tunakwenda kucheza hii leo. Kwa wana Simba, nunua tiketi yako mapema ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25. Na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje. Hiyo wala wewe usiangalie, kwa sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu
wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi 7,000. Ukiangalia mechi zetu zote za CAF, mzunguko ilikuwa ni shilingi 5,000. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko ni shilingi 7,000, ambao bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi 20,000, tuko pale pale. VIPB itakuwa ni shilingi 30,000, bado na yenyewe ni pale pale. Ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi 250,000. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu, kuweka oda na kununua tiketi zake. Kabla hatujatangaza platinum hii leo, tayari wale watu regular wa platinum walishaanza kuulizia, kuweka oda na wengine kulipia. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji platinum, muda wa kununua platinum yake ikiisha leo, atambue ya kwamba platinum itakuwa zimemalizika. Hatutakuwa na Tanzanite kwa maana lile eneo la VVIP, kwa sababu kuna wageni wengi kutoka FIFA na wageni wengi kutoka CAF wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kwa lile eneo hakutakuwa na siti za kuuza. Lakini vile vile hatutakuwa na daraja la VIPA kwa sababu baadhi ya wageni wa CAF watakuja kukaa katika eneo la VIPA, na hao ni maelekezo ambayo wametupa wakubwa zetu. Hivyo basi wale wanangu wa VIPA tuhamie VIPB ama VIPC. Tunaombeni radhi sana wale ambao wamezoea kukaa VIPA, hasa kundi la wakali wa VIPA. Tuombe radhi tu ya kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, hatutauza daraja la VIPA, na badala yake siti hizo ni maalum zimetengwa kwa ajili ya wageni kutoka CAF ambao wanakuja kwenye mechi yetu ya tarehe 25. Huo ndio upande wa tiketi na zinaanza kuuzwa kuanzia sasa. Lakini vile vile tunazungumza na wenzetu wa NCAD kuweka wauza tiketi kwenye kila maeneo ambayo sisi tunaona maeneo ambayo hayana wauzaji wengi wa tiketi. Kwa mfano, tunazungumza na NCAD ukanda wa Tabata tuwe na wakala mmoja ambaye anauza tiketi, na tukishamaliza mazungumzo hayo tutawaambia Tabata ni sehemu gani kuna watu wanauza tiketi. Eneo la kuanzia Jangwani, Kigogo, Magomeni, Kinondoni, Manzese tunaweka wakala mmoja wa kuuza tiketi katika eneo moja wapo hapo. Inaweza ikawa ni Magomeni pale center, watu wote wa maeneo hayo wakaenda kununua tiketi hapo. Kuanzia Mwenge, Makumbusho, kwenda mpaka Boko Bunju, vile vile tutaweka wakala mmoja wa tiketi katika eneo la Tegeta ili aweze kuwahudumia watu wa ukanda huo. Kwa hiyo tutasambaza mawakala wa tiketi, ukiachilia mbali vile vituo vyetu vya siku zote vya kawaida, lakini tutasambaza mawakala wa tiketi kona mbali za Dar es Salaam ili waweze kununua tiketi zao kwa urahisi. Mtu wa Bunju huna sababu tena ya kufunga safari na kuja mjini kuja kununua tiketi. Tiketi yako utainunua Tegeta, utarudi Bunju ama Boko kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo baada ya kukamilisha mazungumzo haya na wenzetu wa NCAD, tutakuja kuwatangazia mawakala wapya ambao tutakuwa tumewaweka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza tiketi.